תראה גבול הברסים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו. Israel na Iran ambazo zimeendelea kukabiliana vikali huku kukiwa na hofu kwamba mzozo huo unaweza kuenea katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia maafisa wakuu kwamba ameidhinisha mipango ya kuishambulia Iran, lakini bado hajatoa amri ya mwisho ya kuitekeleza, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Jumatano baada ya mkutano na waandishi White House. Alipoulizwa kama ameamua kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, Trump alisema, "Naweza kufanya hivyo, siwezi kufanya hivyo," na alirudia msisitizo wake wa kujisalimisha bila masharti kwa Iran. Kwa upande wa Iran, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliwahi kusema nchi yake haitajisalimisha na kuonya uingiliaji wowote wa kijeshi wa Marekani, kwani utaleta matokeo yasiyoweza kurekebishwa. Khamenei alisema katika hotuba yake kwenye televisheni kuwa Iran haitasamehe ukiukwaji wa anga ya nchi hiyo au damu ya mashahidi wake. Kuthibitisha hilo, jeshi la Iran lilishambulia kwa makombora hospitali kuu kusini mwa Israel mapema Alhamis na kujeruhi watu na kusababisha uharibifu mkubwa, kulingana na kituo cha matibabu. Vyombo vya habari vya Israel vilipandisha picha za madirisha yaliyolipuliwa na moshi mzito mweusi. Kombora lingine lilipiga jengo la juu na majengo mengine kadhaa kati ya makazi katika angalau maeneo mawili karibu na Tel Aviv. Takriban watu 40 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo, kwa mujibu wa huduma ya uokoaji ya Israel. Wakati huo huo, Israel ilifanya mashambulizi dhidi ya kinu cha Arak cha Iran. Katika shambulio lake la hivi punde dhidi ya mpango wa nyuklia unaoenea nchini humo. Katika siku ya 7 mzozo ulioanza kwa wimbi la mashambulizi ya anga ya Israel yaliyolenga maeneo ya kijeshi, maafisa wakuu na wanasayansi wa nyuklia. Hizi ni ripoti kimataifa.